Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwanza nikimzungumzia kama mwanamke, ni mwanamke wa mfano, ni mwanamke jasiri, ni mwanamke ambaye mwenye ustahimilivu mkubwa sana na mwenye imani. Mama Samia Suluhu Hassan ametutia nguvu sisi wanawake na mabinti. Sasa hata sisi tukiwa na malengo katika mambo yetu, iwe katika familia, katika taaluma, katika mambo mbalimbali ya kijamii, tunaweza tukayasimamia kwa sababu tunao mfano. Tunao mfano hata katika zile nyakati ambapo tutajaribiwa ama tutapita katika changamoto, bado tunaweza tukasimama. Lakini katika imani, Mheshimiwa amesemwa katika namna mbaya, lakini bado amekuwa na ile imani. Hata amewasamehe watu waliomkosea bila wao kutaka msamaha. Hiyo ni imani, ndugu zangu. Ni imani kubwa sana. Na pia ukija kumzungumzia Dr. Samia kama rais wa nchi hii, mimi naweza kusema Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan ni icon ya Afrika, kwa sababu katika zama hizi tumemtambua yeye kama kiongozi thabiti, sio tu kwa sababu mambo yake yamemnyokea katika uongozi na katika maendeleo. Mwanamke huyu icon ya Afrika, katika miaka yake 4 katekeleza mambo mengi, unaweza ukayaorodhesha na yanaonekana kabisa. Katika shule katutengenezea shule, katuletea rasilimali watu, walimu wanaajiriwa, mahospitali vifaa, madaktari, manesi wanaajiriwa, mabarabara kwenye miundombinu. Katika SGR hiyo ukiangalia inarahisisha, inaokoa muda, watu wanafanya shughuli zao, wanafanya mambo yao kwa wakati. Hata huko Shinyanga nimesafiri, nimekuta kuna ujenzi wa SGR. Imagine tutatumia muda gani kufika Dar es Salaam? Ni muda kidogo, na katika kuokoa ule muda tunayo nafasi ya kufanya vitu vyetu na kuendeleza kulijenga taifa hili kwa wakati. Katika hizi siku 100 zinazoishirizia, mama amefanya mengi. Mimi nitaongelea mawili. La kwanza, katika afya, mama aliahidi bima kwa watu wote. Nimeona mama analitekeleza. Katika taifa lolote lenye maendeleo linahitaji watu, lakini si watu tu, watu wenye afya bora. Ndio maana mama kakumbuka swala la nini? La bima ya afya. Kwa sababu anajua sisi watu tukiwa na afya njema, raia wa nchi hii, tutanyanyua hili taifa. Lakini swala la pili, mama aliahidi ajira. Tumeona Januari 12, nimeona mkeka pale, vijana, kaka zetu, ndugu zetu, dada zetu, watoto zetu wamepata ajira katika sekta ya afya na sasa wanaendelea kuripoti. Lakini pia katika wale vijana ambao hawakuchaguliwa, bado nafasi zipo. Lakini pia vijana wenzangu, tunapaswa tutambue kuna tofauti kati ya kupata elimu na kuelimika. Unaweza ukaenda shule ukamaliza madarasa yote, lakini ukiwa hujaelimika, elimu yako haina msaada na wewe. Zipo fursa nyingi ambazo zinaweza zikatunyanyua pasipo kusubiria kwamba tuajiliwe na serikali.